Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mujibu wa swali hili, Sheikh Albani amelitolea maelezo vizuri sana katika kitabu Ahkamul Janaiz. Ikiwa kwamba tayari watu wamekwisha kumswalia, nyinyi ambao mlikuwa katika mji mwingine haitofaa kumswalia kwa sababu wajibu tayari umekwisha kuondoka. Na ifahamike kwamba salatul janaiz ni faradhul kifaya. Wakiswali baadhi, basi ule wajibu unakuwa umekwisha kudondoka kwa baadhi ambao walikuwa hawajaswalia. Kwa hiyo madhali mmepata uhakika kwamba Waislamu tayari wamekwisha kumswalia ndugu yao, wamekwisha kumtekelezea haki yao, basi nyinyi ambao mliokuwa katika miji mingine haitofaa kumswalia. Na hata ukiangalia salatu janaza ambayo alikuwa ameswaliwa mfalme Najashi kwa sababu amekufa katika miji ile ya kikufar na hakupata kuswaliwa, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia salatul janaiz, lakini haijapata kupokelewa baada ya kuswalia swala ile Mtume sallam kwamba kila ambaye alikuwa amekufa katika miji ile kwa mbali kwamba Mtume sallam alikuwa amemswalia, au masahaba ambao walikuwa wamehama kutoka katika miji ya Madina wakahamia katika sehemu za mbali ambapo huko waliishi na kulingania Uislamu na wakafa katika miji hiyo wakaswaliwa huko, kwamba masahaba walikuwa katika mji wa Madina na miji mingineyo wakawa wanaswalia. Kwa hiyo kauli ambayo ilikuwa sahihi kwamba swala ya jeneza ya salatul ghaib, mtu ikiwa kwamba amekufa katika mji wa mbali akesha katika huo mji wa mbali wakapatikana Waislamu na wakamswalia, basi swala hiyo inakuwa wajibu kwa wengine umekwisha kuondoka na wala hatotakikana kumswalia. Na huu ndio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ndivyo ambavyo walivyokuwa wamefahamu hivyo. Lakini kwa maelezo zaidi rudi katika kitabu Ahkamul Janaiz lil-Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, ameelezea kwa upana kabisa. Ila ikiwa kwamba maiti amekufa katika mji ambao hakuna Waislamu wa kumswalia na wakapata habari, hapo itasimama hukumu ya hawa ambao walikuwa wamesikia habari na kawa hajaswaliwa kwamba watamswalia. Lakini hapo kuna masala ambayo yanaingiliana na hayo, labda kwamba nyinyi mmepata habari mko Dar es Salaam, maiti amekufa Zanzibar, na nyinyi mkafunga safari mkaja zenu mpaka Zanzibar. Baada ya kufika Zanzibar mukasikia kwamba ile maiti shazikwa, mnarusika kwenda kaburini pale, mkasimama mkaiswalia swala jeneza. Hii ni hukumu yake mbali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo kwa yule mwanamke ambaye alikuwa anafagia msikitini akafa. Masahaba wakamswalia na wakamkosha na wakamvika sanda na akamswalia usiku na akaenda kumzika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtafuta yule mwanamke, anamuona hamuoni, yani kwamba anaona kwamba hamuoni yule mwanamke, akaulizia akaambiwa kwamba amekufa yule mwanamke. Yakapita mengi katika mazungumzo, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua masahaba akaenda mpaka kaburini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapanga safu na akamswalia yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia pamoja na masahaba swala ya jeneza. Kwa hiyo haya ni masala mengine, lakini kwamba ikiwa kwamba maiti tayari amekwisha kuswaliwa, akesha na nyinyi mko katika mji fulani mkapata habari kwamba kuna maiti amekwisha kuswaliwa katika mji huo, nyinyi hamtotakikana kumswalia swala hiyo. Na hii maana yake ni kuzuia mlango kwamba watu kuzusha bida ya swala ya ghaibu ambayo ilikuwa sio katika ile taratibu ambayo alikuwa amefundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.